Sebana nipo na dada wa kibegi cha makombe. Msimu huu Simba anaweza kabeba kombe, lakini kazi kweli kweli. Kama leo shughuli ilikuwa pevu. Yes, mti mwenye matunda ndo unapigwa mawe. Na uwezi kuchukua ubingwa bila kutoka jasho. Hii yote ni dalili kubwa kwamba Simba ni bingwa. Yaani iko wazi kwamba Simba safari ni bingwa. Ili uwe bingwa lazima uteseke. Na Simba safari anakuwa bingwa kwa sababu tumepitia misukosuko mingi. Umeona mechi nyingi zilivyokuwa ngumu. Tumecheza mechi ngumu na Fountain Gate, tumecheza mechi ngumu na timu nyingi, lakini mechi ya Mashujaa walikamia. Mashujaa wamewekewa mzigo. Kwa hiyo kuna mambo ya kunyunyiza, kuna mambo ya mzigo. Lazima mechi iwe ngumu. Lakini umeona mwisho wa siku mkubwa atabaki kuwa mkubwa. Mkubwa ameonekana, mwisho wa shughuli mkubwa ni mkubwa. Ngoma ya watoto haikeshi. Lawama kubwa sasa ni kwa waamuzi wa mchezo wa leo. Wamepewa lawama kubwa sana, wakionekana kama vile wanawapendelea nyinyi Simba. Wewe kwani performance ya waamuzi unaizungumziaje? Hakuna mechi ya Simba ambayo haina makelele. Mechi ya Simba hata kama umeshuhudia mechi ya mwisho ya kufuzu kuingia finali, tuliambiwa tumebebwa na mwamuzi. Mwamuzi yule sio wa Tanzania, lakini tuliambiwa tumebebwa. Kwa hiyo mechi ya Simba yoyote lazima kuna kelele za mwamuzi. Lakini yote kwa yote ni kwa ubora wa Simba. Ubora wa Simba ndio maana watu wanapata nguvu ya kupiga kelele. Simba angekuwa sio bora, usingesikia makelele. Mwamuzi alikuwa sahihi, kila maamuzi aliyofanya alikuwa sahihi. Nadhani watu wengi wanapiga kelele kuhusu dakika 15 zilizoongezwa. Tumekuwa wazi, tumeona walivyokuwa wanapoteza muda maksudi. Na mwamuzi alifidia zile dakika. Ndo 15? 15 ndogo, mimi ningeka 20. Kipindi cha kwanza 6, kipindi cha pili 15, jumla 21. Yaani ule mwamuzi ana Mungu, mimi ningeka 20. Yaani dakika 15 ndogo kwa sababu walikuwa wafanya maksudi. Kama uko unamuona kipa anashika mpira, yani au wachezaji wana kwenye kupiga kona, anakaa kwenye kona, hapigi mpira, anasimama au anatembea. Anaambiwa piga kona, anatembea. Kwa hiyo mwamuzi wa leo ana Mungu, ana hofu ya Mungu. Mimi nisingeongeza dakika 15, ningeongeza 20. Kwa hiyo kwa mechi ya Simba kupigiwa kelele, hatujaanza leo na hatutaishia leo. Ni ubora wa Simba ndio unafanya Simba apigiwe kelele. Simba ni bora, Simba ni tishio. Ndio maana watu wengine wanaogopa wako wanapiga kelele, wanasema Simba anabebwa. Na wewe bebwa kama ni rahisi. Kama kubebwa ni rahisi na wewe bebwa. Kama kila mtu ambaye anatamani kubebwa anaona ni rahisi kubebwa, bebwe. Lakini yote kwa yote Simba bingwa. Simba bingwa shirikisho, Simba bingwa NBC. Na kule FA? Kombe la FA? Sisi tutachukua makombe yote isipokuwa ya Muungano. Ndio watu yahitaji. Yaani makombe yote sisi tutabeba ila Muungano. Kwa sababu hauna ndio maana. Afu wapongeze pia Yanga. Sio kwa sababu sina. Kwa sababu nilikuwa na jambo la kitaifa. Siwezi kuacha jambo la kitaifa nikashughulika na jambo dogo. Kwa hiyo mimi nilitumwa na taifa. Kwa kama nilitumwa na taifa, hawa waliopo nyumbani walitakiwa washughulike. Wanakuambia hata baba anaenda kutafuta nje, mama anabaki akatakata vitunguu. Ndio ilitokea. Wapongeze basi Yanga kwa kuchukua ubingwa wa Muungano. Mimi nawapongeza sana. 600 sio ndogo. 600 kubwa sana. Nawapongeza sana. Kombe lao la 600 basi ni wamefanya vizuri. Naona paka wanalia machozi. Watu wanalia machozi kwa kufuzu. Yaani niache niwapongeze. Sijui wamegawana 30 mimi sijui. Shukrani sana. Asante. Familia ya kibegi cha makombe, ubaya ubwela, kombe tunabeba.